Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Bishop Nyisake Chaula kutoka Uyole, Mbeya, Tanzania. Ndani ya kanisa la Shalom Gospel and Deliverance. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe maneno machache katika mchana huu wa leo. Lakini kabla sijazungumza na wewe, natamani kukushirikisha juu ya akaunti yetu mpya ambayo tumeianza sasa baada ile ya kwanza kuharibiwa. Karibu kwenye akaunti yetu, imeshaanza kwa jina la Nyisake Chaula. Basi ukifika pale usisahau ku-like, ku-comment, lakini pia na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupokea mahubiri na mafundisho ambayo Mungu anatupatia. Karibu sana ili uweze kuwa wa kwanza na kujifunza mahubiri ambayo Mungu anatupatia kwa wakati. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neema hii. Asante kwa ajili ya mchana huu Bwana. Somo hili likanifae, likatufae katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ndugu yangu msikilizaji, ninajua kwamba utaweza ukasikia kelele kidogo, kuna ujenzi unaendelea, kwa hiyo naomba isikusumbue. Pamoja na ujenzi kuendelea, na sisi tuendelee kidogo tujifunze. Naamini haitakusumbua kiasi cha kutokusikiliza. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Niko hapa kutaka kuzungumzia swala moja tu ambalo watu wengi wamekuwa wakiniuliza maswali mengi sana, kama watumishi wa Mungu wengi wanavyokutana na hayo maswali. Swali tunayokutana nayo ni kwa habari ya ndoa. Ndoa imekuwa ni kipengele sana kikubwa na kizito katika hasa nyakati zetu za mwisho. Lakini kwa tunaosoma Biblia, na wewe kama ni msomaji mzuri wa Biblia, utajua ya kwamba kati ya vitu ambavyo vitaathirika sana katika mwisho wa dunia, mojawapo itakuwa ni ndoa. Kwa hiyo shetani atajikita hapo kuleta uharibifu. Sasa kwa kadiri ambavyo tunapata ufunuo, ni vema tukashare ili tuweze kushirikisha, uweze kujua namna gani uweze kutembea katika mwendo huu. Kwa sababu pamoja na ugumu katika ndoa, bado Yesu alisema wakati anarudi watu wataendelea kuoana. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima kiendelee, lakini pamoja na kuendelea lazima tujifunze namna gani ya kutembea. Ndoa ni nini? Ndoa ni muunganiko wa watu wawili, mwanaume na mwanamke. Hiyo ni ndoa. Achana na ndoa za nyakati za mwisho za Sodoma na Gomora, za mwanaume kwa mwanaume na mwanamke kwa mwanamke. Hizo sio ndoa. Lakini ndoa ni muunganiko wa mume na mke wanapokubali kuanza maisha yao ya pamoja ya kuanzisha familia. Ni muunganiko huo ambao unapatikana kutoka kwenye familia tofauti, makuzi tofauti, yamkini mataifa tofauti, tamaduni tofauti na lugha tofauti. Kwa hiyo watu hawa wanapoungana inaitwa ndoa, kwa utaratibu wa kifamilia pamoja na utaratibu wa kanisa au serikali, au kwa namna yoyote ambavyo watu wanalazimisha ndoa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 24, Biblia inasema hivi: kwa sababu hii mwanaume atamwacha baba yake na mama yake na kuambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Manake mume ana baba na mama, manake ana ukoo wake, ana familia yake. Mke ana baba na mama, ana ukoo wake na familia yake. Hawa watu wanapokuja kupatana kwamba waishi pamoja kama mume na mke kwa lengo la kuanzisha familia yao, inaitwa ndoa. Hii ndoa kwa sababu ni muunganiko wa watu sehemu tofauti, makuzi tofauti, lugha tofauti, yamkini wengine ni lugha moja lakini makuzi, kila nyumba ina makuzi yake, kila nyumba ina lugha yake, kila nyumba ina matamko yake, kila nyumba ina step yake, namna gani wanatembea. Sasa hawa watu wanapokuja kukutana wawili, hapa lazima tujue namna gani au jinsi gani wanapaswa kutembea. Kwanza, ndoa inahitaji mfanano wa hawa watu wawili. Mimi nitakuwa tofauti kidogo na walimu wengine wa ndoa. Nifuatilie hivyo hivyo, yamkini kuna kitu takipata kwenye utofauti huu. Ndoa inahitaji mfanano. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ile tuliyosoma mstari wa 18,
Biblia inasema hivi, Bwana akasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Lakini kwenye tafsiri hii hapa anasema Bwana Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kumfaa. Kwenye tafsiri ya kawaida inasema wa kufanana naye, lakini tafsiri ya neno anasema wa kumfaa. Kwa hiyo ndoa ni lazima hawa wawili wafanane. Wafanane kwa namna gani? Sio sura wala sio elimu. Na ndio maana unaweza kukuta mtu ana degree kubwa, ana PhD, ni msomi mkubwa, akaoa mwanamke wa darasa la 7 na wakaishi na ndoa yao ikaenda. Lakini kuna mtu anasema mimi ni msomi, nataka msomi mwenzangu, watashindana na usomi wao. Kwa sababu ndoa ni kipengele cha tofauti kinachojitegemea sana. Ni taasisi inayohitaji ufahamu wa kimungu, wala sio elimu. Utakuta mtu anakuambia mimi ni tajiri, lazima mtoto wangu aoe kwa tajiri. Wanashindana tu kwa sababu ndani ya hiyo ndoa kunahitaji mfanano. Mimi watoto wangu ni maisha yetu yako hivi, aolewe au aoe kwa mtu wa mfanano huu. Sio namna hiyo. Tunaingia kwenye shida kubwa sana, pamoja na kwamba ni nyakati za mwisho, lakini kuna namna tumevikoleza sisi kwa kukosa ufahamu wa ndoa. Ndoa inahitaji mfanano. Hapa anasema kwamba nitamfanyia msaidizi wa kumfaa. Yaani ni mfanano wa hawa wawili kufaana. Mfanano wa hawa wawili kufaana. Na Biblia imesema ya kwamba nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa tunapoingia kufundisha ndoa, mimi nikiwa mara nyingi ni mwalimu wa ndoa na watu wengine ni walimu wa ndoa, naomba tuwe makini sana. Kuna namna tunaalikwa kwenye matamasha, kwenye manini, kufundisha wanawake na ndoa, wanaume na ndoa. Unakuta mtu anataka afundishe experience ya maisha yake kwenye ndoa ya mtu mwingine. Wewe unawakufanana naye? Mimi Mungu alinipa mume wa kufanana naye ili tufaane. Mume wangu sio mume wako, wala mke wa huyo sio mke wako. Kwa hiyo ukijifanya unafundisha experience yako wewe imekufaa kwenye ndoa kwa sababu wewe unafanana na yule. Sasa unapofanana na yule ukaona imekufaa wewe, usidhani hata huyo unayemfundisha itamfaa. Kwa maana Mungu anasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye, sio na wewe. Wa kufanana na mke wake na bwana yake na mume wake, sio wewe. Sasa unakuta watu tunasimama kufundisha, unajua ndoa yako inakushinda. Tumeitwa kwenye counseling, kufanya counseling. Ndoa yenu inasumbua kwa sababu mwanamke wewe haupigi magoti. Jamani, sisi wa nyanda za juu kusini tumefundishwa kupiga magoti. Nenda kwa Wachaga wenzetu, hawajui kupiga magoti. Nenda kwa makabila mengine, hawajui kupiga magoti. Kupiga magoti ni nini? Hawajui. Kwa hiyo wewe utatoka na experience yako ya kikinga, mwanamke haupigi magoti. Haelewi. Hata huyo mwanaume mwenyewe haelewi hayo magoti, haelewi. Kwa hiyo kuna namna ambayo tunapaswa kufundisha ndoa kama Biblia inavyosema, sio experience za kwetu sisi. Wa kumfaa yeye, mwanamume atakayemfaa yeye yule, sio wewe. Sio wewe. Sasa Biblia inasema ya kwamba hawa watu wanatakiwa wafaane, wawili hao, wafaane. Okay? Kumbe kabla ya kufaana, nini kinatakiwa? Kabla ya kufaana, kabla ya mwanaume kumfaa mwanamke, nini kinatakiwa? Kinachotakiwa wajuane, watambuane, wafahamiane, waelewane. Mmoja mjue huyu, mmoja mjue huyu. Kila mmoja amjue mwenzie, uwezo wake, ubovu wake, ujinga wake, hekima yake, maarifa yake iko wapi. Lazima wanandoa mnaoingia kwenye ndoa, lazima ujifunze huyo unayeungana naye, uwezo wake ni nini, udhaifu wake ni nini, nguvu yake iko wapi, kushindwa kwake kuko wapi. Ukisha kumjua utafanikiwa. Kitabu cha Ayubu kinasema mjue sana Bwana Mungu wako, ndipo utakapopata amani. Mjue sana Mungu, ndipo maisha yako yatakapokuwa na amani. Ninachotaka kusema kwa upande wa ndoa,
mjue sana mwanandoa mwenzio, mjue sana mume wako, mjue sana mke wako. Ndipo amani itakapokujia, ndipo amani itakapowakalia. Tunaiga mfanano, tuna copy na kupaste kwa sababu yule alifundisha kule. Huyu kuna ndoa moja iliwahi kuvunjika nikiwa shahidi. Tumetoka kwenye semina, mwanasemina amefundisha, mwanamke kuanzia leo kajifunze, wewe kuanzia sasa kajifunze kuchukua maji kwenda kuoga na mume wako bafuni. Ana ndoa ya miaka 30 hawajawahi toka wanaoana, hawajawahi kuoga. Siku hiyo anabeba maji wanaenda kuoga, anamlazimisha mwanaume kuoga, ndipo ndoa ilipovunjikia. Kumbe mwanaume huyo toka anazaliwa hajawahi ona baba yake na mama yake, hajawahi sikia. Yeye huyu na wameoana miaka 30 hajawahi sikia. Leo hii anaambiwa akaoga, akajua ulikojifunza umepata mwanaume mwingine, nenda kwa huyo mwanaume. Kwa hiyo sio kila kitu cha kuchukua, lazima ujue huyo mwanaume nini anapenda, nini hapendi, uwezo wake uko wapi, nguvu yake iko wapi. Kuisha habari ya ndoa. Lakini ukijifanya kuishi kama wewe unavyoweza, hautaweza kufanikiwa. Kila mmoja kwenye ndoa awe na uwezo, kwa sababu ameshamjua mwenzie, awe na uwezo wa kumfaa. Jamani, nikisema huyu mtu alinifaa nikiwa na njaa, maana yake aliniletea chakula. Nikisema huyu mtu nilipokuwa safarini alinifaa, nilipoteza labda nauli, alinifaa, maana yake alinipatia pesa iliyokuja kukidhi mahitaji yangu. Alinifaa nikiwa na shida fulani, maana yake yule mtu alikuja akasimama mahali penye ile shida, yeye akatengeneza ile shida ikawa sawa. Sasa Mungu anaposema wa kumfaa, maana yake nini? Huyo mwanaume uliolewa naye, huyo mwanamke ulio ana madhaifu. Hatuoi, hatuolewi na watu wakamilifu, ujue hilo. Tunaoa na kuolewa na watu wapungufu, na watu wenye shida, na watu wadhaifu. Sasa kwa sababu wewe umeingia kwenye maisha ya huyo mwanaume, maisha ya huyo mwanamke, umeshajua udhaifu wake, maana yake wewe kasimame kwenye ule udhaifu wake, kakave ule udhaifu wake, kamsaidie udhaifu wake, kamsaidie kuishi naye. Sasa kwa nini nasema hatufanani kwenye ndoa? Kwa sababu madhaifu ya mume wangu sio madhaifu ya mume wako. Madhaifu ya mke wangu sio madhaifu ya mke wako. Kwa hiyo lazima ukatae usikatae, ili ndoa yako iwe sawa, ili ndoa yako iwe na majibu. Jifunze kumsoma mume wako, jifunze kumsoma mke wako, madhaifu alionayo. Utakapoyajua madhaifu, ndipo sasa utamfaa kwenye yale madhaifu. Kwamba mume wangu, kuna wanaume mfano tunaolewa na wanaume wengine hawaogagi. Kuna watu wameolewa, nimekutana na hizo kesi, mume wake hataki kuoga. Tokea utoto wake huko amekuwa hivyo kwenye familia, haogi. Yeye kuoga ni shida. Kwa hiyo mwanamke sasa anatakiwa asimame kwenye ule udhaifu kumsaidia mume wake ajifunze kuoga. Okay? Sasa mimi ambaye mume wangu haogi, nikasimama kwenye semina nafundisha, tatizo la wanaume ndoa zinavunjika, hamuogi. Umejuaje wanaume wenzetu hawaogi? Umejuaje wanaume zetu hawaendi bafuni? Wakwako ndo haogi. Kwa hiyo usibebe udhaifu wako wewe kwenda kufundisha semina za watu. Hawaogi, wakwako ndo haogi. Sisi wana madhaifu mengine. Kwa hiyo jifunze kumsoma, jifunze kumjua. Nilipokuwa najifungua mtoto wangu wa pili, Apostle, niko hospitali Meta. Kile chumba wakina mama wanakijua, ni chumba cha hatari sana, cha matata, kinaimba kwaya za kila namna kule. Sasa binti mmoja, zao lake la kwanza, alilia sana kwa uchungu, akasema nitakapotoka nikute wanaume wote wamekufa. Wagonjwa walinyanyuka vitandani, wanasubiri kujifungua na wenyewe. Wakasema afage wakwako, wakwetu wasife. Manesi wakabaki tu wanacheka na kufurahi. Nini? Yule ametamani mwanaume afu. Hawa wengine pamoja na uchungu walionao wanataka waume zao waishi. Huyu pamoja na uchungu alionao afe, ili machungu haya nisirudie tena. Hawa wanasema pamoja na uchungu tulionao bado waume zetu tunawahitaji. Kwa hiyo ndoa ni the way wewe unamfahamu mwenzio. Kamsome, mfahamu anataka nini, anajua nini, anapenda kitu gani, hapendi kitu gani. Ukimjua itakusaidia. Okay. Tuko kwenye nyakati ambazo dunia imepinduka. Dunia imegeuka. Dunia imegeuka.
Tupo kwenye dunia ambayo imegeuka. Imetoka kwenye mfumo wake wa asili, mfumo wake wa mwanzo. Hata tukienda wapi dunia yote ndio kilio hicho. Nashukuru Mungu nimejaribu kutembea mataifa mengi kidogo. Kwa hiyo najua namna gani ambavyo dunia imegeuka kwenye eneo la ndoa. Mwanaume yule ambaye alipewa bustani kuilinda, alipewa wanyama kuwatunza na kuwafanya kila kitu, yule mwanaume ametoka kwenye nafasi zake. Ni wachache ambao wamebaki kwenye nafasi. Wanaume wengi wametoka kwenye nafasi. Na kama wametoka kwenye nafasi ya kulinda, ya kuangalia bustani, ya kulinda familia, ya kutafuta, ya kuhangaika huku na huku, kama ametoka kwenye bustani, maana yake uwe na uhakika hata kuwa na uwezo wa kutunza familia yake, hata kuwa na uwezo wa kusaidia watoto, hata kuwa na uwezo. Ndivyo dunia inavyokwenda. Kwa hiyo lazima tuelewe mabadiliko ya dunia yanaendaje, na sisi lazima tufanyeje chini ya jua kwa maarifa na hekima ya Mungu. Sasa dunia imepinduka. Unakuta mwanamke kisheria kibiblia, kisheria mwanamke hakutakiwa kufanya biashara. Mwanamke hakutakiwa kujihangaisha kutafuta pesa. Kazi ya mwanamke ilikuwa ni kupika, kuzaa na kulea watoto na kufua nguo za baba, full stop. Akifika jioni mwanamke amkuta yuko barazani, ameoga, amepuliza perfume, kila kitu yuko safi. Viungu chumbani, jikoni viungu nyama zinapishana humo ndani. Watoto wameoga, wamekaa kwenye mkeka safi. Baba yuko kuhangaika. Dunia ile saizi haipo. Imebaki kwa wachache sana. Na ninakuombea neema wewe mwanamke ambaye mume wako bado yuko kwenye nafasi yake. Mtunze sana huyo mwanaume. Mtunze mno. Lakini pia muombe asije akamezwa na wimbi la dunia hii ambayo imeharibika. Kwa hiyo wanawake wengi wametoka barabarani baada ya kuona hawawezi, hawanunuliwi mavazi, wanaume hawajui mavazi ya watoto, hawajui elimu, hawajui chochote. Kwa hiyo wanawake wametoka barabarani, wametafuta. Na katika kutafuta, mtembea bure si sawa na mkaa bure. Mungu anambariki. Anapombariki vile vitu lazima virudi wapi? Ndani ya nyumba. Lazima virudi ndani ya nyumba. Sasa unakuta yule mwanaume ambaye alitakiwa afanye hiyo kazi hana uwezo. Kwa hiyo sisi wanawake sasa ndio tunatakiwa sasa kusimama, kukava maeneo, kusimamia maeneo, kushughulikia kama ni ada za watoto, kama mmepanga nyumba, mfanye. Ndio mume uliyemchagua wewe, hakuna aliyekuchagulia. Ndio mume uliyemtaka, hakuna aliyekuchagulia wewe. Kwa hiyo uwe tayari kukava eneo lile ambalo mwanaume angekaa, wewe hayupo. Fanya wewe, simama wewe, fanya wewe. Lakini pia mwanaume, nasema habari ya kumfaa na kufanana. Wewe mwanaume unagundua mimi ninaenda tu napiga bao, nikicheza bao narudi nyumbani nakuta juisi house girl ametengeneza. Mwanamke yuko kutafuta material ya kutengeneza hizo juisi. Mwanamke yuko masokoni, yuko kujumua. Kwetu sisi huku ni wakulima, wanajumua viazi, wanalima mahindi, wako mashambani. Ametoka hapa ana saa 12, anarudi saa 2 usiku. Sasa hamuna house girl ya mkini. Mkiwa na house girl asante Mungu. Hauna house girl. Wewe mwanaume, ili ufanye ndoa yako iwe na amani, unashindweje kuingia jikoni? Unashindweje kusema mke wangu yuko kutafuta, hebu nichambue mboga mara moja niweke motoni? Unashindweje kusema mke wangu yuko kutafuta, hebu nimbandikie maji atakapofika akaoge? Anakuta umenyosha miguu kwa kuangalia TV. TV yenyewe amenunua mwanamke. Umeme mwenyewe analipia mwanamke. Anarudi umenyosha 4 uko kuangalia TV, halafu unamwambia mimi siwezi kupika, mimi ni mwanaume. Hiyo ndoa nakwambia itakushinda tu. Hiyo ndoa itakushinda tu. Kwa sababu mwanamke hawezi atoke saa 12 akahangaike alime vibarua. Alime vibarua, alipo 10,000 vibarua. Wanakwambia lazima utoke sawa sawa, ni mbali alikoenda, atembee kwa mguu, afike nyumbani, yuko hoi, aanze kutafuta mboga wakati mboga iko pale nyumbani. Jifunze kumjua mke wako na ujijue uwezo wako. Ukigundua mke wangu anakava hili eneo, anaweza kucheza hapa, wewe kaa kwenye nafasi yake. Sasa ujinga ukienda barabarani huko, mimi siwezi kuosha vyombo, mimi siwezi kupika mboga, mwanamke yuko apinilioa nini? Wewe, waliooa wanawake kibiblia wanatakiwa wao wakatafute wanawake wapike, wanawake washughulike ndani, wanawake wahangaikie kufua nguo zako na za mtoto. Mwanamke atoke kwenye kibarua, afike umemlundikia nguo za kwako mwenyewe huwezi kufua, za watoto
Jamani, huyo mwanamke itakuwa ni ndoa au itakuwa ni kitu gani? Jifunze kumjua ndoa yenu ikoje. Mkikaa huko mitaani, haiwezekani, unafueja nguo. Kumbe anayeongea yule ni baba aliyekalia kiti chake. Yeye akipeleka pesa, mwanamke ni kufua, mwanamke ni kupika, mwanamke ni kuangalia watoto. Wewe mwenzangu na mimi unabeba mafundisho, unakwenda kupeleka nyumbani kwa mke wako. Hujui kutafuta pesa. Mwanamke yuko kutafuta pesa, ahangaike, anarudi saa 2 usiku, hujafua nguo, hujachota maji, hujapika hata mboga ya kula. Kesho asipopika unasema mwanamke anajeuri. Ili ndoa yako idumu, jifunze kumjua mke wako. Lakini pia niseme kwamba katika Biblia wako watu walioishi hiki ninachokisema. Wako watu walioishi hiki ninachokisema. Ukizungumza habari za Abigaili na Nabali kwenye kitabu cha Samueli sura ya 25, Samueli wa kwanza sura ya 25 mstari wa 13 mpaka 25, utaikuta hii habari. Nabali, Biblia inasema kwamba jina lake tu lilionyesha ni mpumbavu, yani mpumbavu. Ndio tafsiri ya jina lake. Alikuwa ni mwanaume asiyejali, alikuwa ni mwanaume mbabe, alikuwa ni mwanaume ambaye hata kwa wanaume wenzia anafanya ubabe. Kwa hiyo watu hawakumpenda. Alimfanyia timbwili moja mtumishi wa Mungu Daudi. Asijue Daudi ana uwezo. Yeye akamfanyia timbwili hilo Daudi. Mwisho wa siku anauliza, kwa nini umefanya hivi? Anamjibu jeuri. Daudi akasema, mimi sibishanagi na watu mara 2. Akainua jeshi waende wakapige familia ya Nabali, wamalize, waue familia ya Nabali. Wanafika kwa Nabali, karibia wanafika kwa Nabali, kijana mmoja anachomoka anaenda kwa mke wa Nabali. Mama, kuna timbwili huko. Kwa nini walienda kwa Nabali? Walimjua Nabali alivyo, kwamba hapa hili jambo atakaye solve ni mama, sio baba. Ndiye atakaye solve mama. Wakamfuata mama. Mama, tusaidie. Kuna 1, 2, 3. Amemtibua Daudi. Daudi yuko njiani anakuja na majeshi yake kuja kutuvamia. Yule mwanamke alimjua Nabali. Alimjua Nabali. Akili yake, ufiatu wake, alimjua. Kisheria, hebu ngoja nikwambie mpendwa, kisheria ilitakiwa, kisheria kikawaida ambacho hata wewe ungeweza kumfundisha mtu. Nabali ni mwanaume, Abigaili ni mwanamke. Limekuja swala kubwa la kuua familia. Nani alitakiwa tatue? Nani alitakiwa tatue? Ni mwanaume. Ndiye alitakiwa aitwe, baba, kuna 1, 2, 3. Ninaomba simama. Baba ndio apange majeshi, aenda akapigane. Lakini mwanamke Abigaili alipoisoma akili ya Nabali ni 2:30, akagundua hili jambo nikimwendea yule tunakufa. Maana mume wake anamjua. Mwanamke akavaa ujasiri wa kiume, akachukua vyakula, akachukua vitu, akachukua sadaka, akatafuta wafanyakazi wake, akatafuta punda, akabeba, akaondoka twende. Hajamwambia mume wake hajamwambia. Leo hii unaweza kaambiwa ukasema alikuwa na jeuri. Hakuwa na jeuri yule. Alisoma alama za nyakati. Alimsoma mume wake kwamba ndivyo alivyo. Sio kila kitu unaweza kumwambia mtu kama unavyofanya wewe. Kila nyumba ina mtembeo wake, ina mtembeo wake. Mtembeo wa nyumba ya Nabali na Abigaili haukuwa wa kusema nikamwambie baba ndiye atatue. Haukuwa hivyo. Akapakia mwanamke. Nabali yuko kule analewa, hana A wala Z. Kufika mbele kwa mfalme, anakutana na jeshi la mfalme, anashuka na pomoka chini anashuka, anasema, mfalme nisamehe mimi, juu yangu uweke ubovu ule wa Nabali. Tena anasema mstari mmoja, anasema Nabali mwenyewe unamjua, kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo. Maana jina lake lilikuwa linasema ni mpumbavu. Tafsiri ya jina lake, alikuwa anaitwa mpumbavu. Ndipo mwanamke anasema kama alivyo jina lake ndivyo alivyo. Naomba nitazame mimi, niko chini ya miguu yako, niangalie mimi, nisamehe mimi, usimwangalie Nabali. Akampamba mfalme, akasema na sadaka hizi nimeleta, nisamehe mimi. Ukisoma mstari wa 33 na upenda sana, anasema 32 mpaka 33, naye Daudi akamwambia Abigaili, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, ambaye amekuleta hivi leo kunilaki, na ibarikiwe busara yako. Kumbe ili tatizo lile litatuliwe, alihitaji mtu mwenye busara. Okay? Hiyo busara ipo kwa Nabali. Nabali umejaa upumbavu. Nabali umejaa upumbavu. Angetatueje? Aliolewa na mwanamke, alioa mwanamke mwenye busara.
wakati yeye ni mpumbavu. Ilibidi mwanamke mwenye busara akae mahali pa mwanaume asiye na akili. Nisikilizeni wanawake, haijalishi umeolewa na mwanaume asiye na akili, kaa mahali penye kiti chake. Ukiipenda familia yako, kaa mahali penye kiti chake. Haijalishi yeye maamuzi yake na njia zako ni tofauti. Kuna wengine mkitafuta pesa zinaishia kwenye ulevi, zinaishia kwenye makahaba. Kaa kwenye nafasi yako. Usiache watoto wako kuto kusoma shule. Usiache watoto wako kuto kuhangaika wajute kama hawana baba wala mama. Usiache watoto wako kuteseka. Kaa mahali pa Nabali. Kaa mahali pa Nabali. Iweke busara yako mahali pa Nabali. Weka utukufu wako mahali pa Nabali. Ukiweka busara yako mahali pa Nabali mpumbavu, utaponya familia yako. Utaponya familia yako. Haijalishi ukoje. Ndio hawa wanaume zetu tuliowapenda, tuliowachagua, ndio hawa. Nasimama kwa nafasi ya mwanamke kusema, sijajua makabila mengine, tunapoenda kuolewa na kuchumbiwa, wanapokuja wageni, wameleta ng'ombe, anaitwa mjomba au shangazi, mkubwa wa ile familia anayetakiwa. Wanakuuliza, mfano Nyisake, hawa watu wamesema wanakuja wanakupenda wewe humu ndani, tupokee mali. Unainama, pokea. Umejifunika na vitenge. Mjomba anakuuliza, mimi mjomba wangu alikuwa mkali, njoo. Akasema, wewe siku nyingine usije kasema hapa mimi simpendi mtu huyu. Narudia tena. Unaolewa naye, pokea. Mara 3 unajibu. Ulijibu mwenyewe kwamba pokeeni mali. Ndio Nabali wako. Umeolewa na Nabali wako. Sasa kama umeolewa na Nabali wako, wewe ni Abigaili, iweke busara ya Abigaili mahali pa Nabali mpumbavu. Iweke busara yako mahali pa Nabali mjinga ili kuokoa familia. Tunapotaka kushindana kwamba mimi amefanyiwa hivi, tumekaa kwenye vikoba vyetu. Haiwezekani. Mimi mume wangu ameninunulia gari ile paso natembelea. Mimi mume wangu unakuja kwa Abigaili wa watu na Nabali wake. Wewe ndiye ukiweka pesa anaiba, ukiweka vibubu anapasua, anaenda kupasulia chooni. Ukiweka umenunua kiwanja, kesho unakuta ameuza. Ukiweka mahindi, kesho unakuta punje moja, vyote vimeuzwa. Ndio Nabali wako uliyekubali mbele ya watu. Ndio Nabali. Kwa hiyo weka busara yako kwenye upumbavu wa Nabali. Ukiamua kusema tushindane, yeye ananifanyia hivi na mimi, utaharibu watoto. Unaharibu watoto. Wala ukienda mahali unakuta kuna semina sasa. Haiwezekani mwanaume asikutunze. Ni haki yako mwanaume akutunze. Unamtoa wapi wa kukutunza wewe Abigaili? Tuulizane na wewe Abigaili. Unamtoa wapi? Wengine tangu umeolewa hata sendo ya 2,000 hujawahi nunuliwa. Ndio Nabali wako. Ndio Nabali. Kubali kuiweka busara yako pale ili iponye familia yako. Ili iponye watoto wako. Ili iponye wajukuu zako. Kubali kuiweka pale. Mfalme anasema, na ibarikiwe busara yako. Busara imefanya nini? Uliyenizuia hivi leo nisimwage damu wala kujilipiza kisasi kwa mkono wangu mwenyewe. Busara ya Abigaili ndio iliyozuia upumbavu wa Nabali usipate matokeo. Jifunze kumjua mume wako. Tusidanganyane tu tunafundishana. Mwanamke muheshimu. Mwanaume hutakiwi. Mwanamke, Bwana Yesu asifiwe wa mama. Hutakiwi kila jambo gumu lazima mwanaume awe kichwa. Mwanaume ni kichwa. Haya, kichwa cha panzi cha Nabali. Kichwa cha panzi cha Nabali. Angeenda kufiatua kule kusema, wanakuja, ningetibuliwa pale. Maana hana busara. Kwanza yuko kwenye kilevi, amekaa kwenye kilevi na kukosa akili yake, angetibua. Lakini yule mwanamke akagundua, hata kama mimi ni mvaa magauni, mimi ni mwanamke tu, lakini lazima nikae hapa ili watoto wangu wawe salama. Jifunze kumsoma mume wako, ni mume wa aina gani. Jamani, wengine wanaume hata kufika mahali kufika mahali kutambulisha mbele ya wageni wengi unaogopa. Maana akifika pale mgeni mwenye hekima analitibua. Kwa hiyo jua namna gani ya kuishi na huyo mwanaume. Jua namna gani ya kuishi na huyo mwanamke. Sio upande wa mwanaume tu, hata mwanamke. Wako wakina baba wanaishi na wake zao wa ajabu. Sasa Biblia inazungumza mtu mwingine wa pili ambaye ni Mshunami. Mshunami, wasomaji wa Biblia kwenye kitabu cha Wafalme inaeleza habari ya Mshunami. Mshunami yule ndoa yake ilikuwa shwari. Yule ilikuwa shwari.
Yule mwanamke wa Shunemu yule, ndoa yake ilikuwa shwari. Yeye ana cheo, lakini mume wake pia ana uwezo, na ana uwezo wa kiakili. Alipomuona Elisha anapita, akagundua hili jambo hata nikienda kumshirikisha mume wangu hakuna shida, hakuna shida. Akaenda kwa mume wake, mume wangu, mimi naona huyu mtu anayepita hapa ni mtakatifu wa Mungu. Unaonaje tumjengee nyumba? Akasema sawa. Wakapatana, wakasaidiana, wakajenga nyumba. Walivyojenga nyumba wakamkabidhi mtumishi wa Mungu. Walipomkabidhi, baraka ile ikarudi kwenye nyumba yao. Wako wanaume wa hivyo wamebarikiwa. Ukiwa na mwanamume kama huyo wa mke yule wa Shunemu, muheshimu mume wako. Usitoe maamuzi kabla yeye hajatoa maamuzi. Una jambo, mfuate, maana unajua hekima yake itaamua. Hekima yake itatatua. Jifunze kuishi na mume wako kwa kadiri alivyo. Usichukue tu mafundisho mitaani humo. Usichukue tu mafundisho humo mitaani. Kila mafundisho, kuna watu wengi hawafundishi neno, wanafundisha experience. Ndoa ni kitu kingine. Umewahi kusikia makungwi ndoa zao zinawashinda? Ni wengi mno. Wanafundisha, lakini wao wanapewa talaka 5. Ndoa ni kitu gani? Ndoa ni fumbo mno. Ndoa ni fumbo kupindukia. Pamoja na ukungwi wao, ndoa zinawashinda. Kwa hiyo usikubali kutembea na mafunzo ya mtu mwingine. Kamjue mume wako. Biblia inavyomalizia, narudia tena, anasema ya kwamba ule mstari wa 24, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kumfaa. Wewe ukamfae mume wako kwenye udhaifu wake, na mwanaume ukubali kufaa. Ukubali. Mimi nilikuwa na dada yangu aliolewa kwa mwanamume ambaye hana uwezo, akili yake haichangamki kwenye kutafuta. Akili yake imelala. Ajaribu kumpa mtaji, haviendi. Ajaribu kumpa shamba, wadudu wanakula. Yani alikuwa haendi. Kazi yake ilikuwa ni kwenda kuwinda. Akiwinda, akizikuta panya buku, anachioma, anakuja analeta nyumbani. Ndio ilikuwa kazi yake. Na sio muwindaji mkubwa, ndio hivyo, muwindaji mdogo anakuja kuleta ndani. Kwa hiyo aligundua uwezo wa kutafuta pesa. Sasa mtoto anasoma shule, utapeleka panyabuku? Lazima upeleke pesa. Kwa hiyo mwanamke akawa na bidii ya kutafuta pesa. Mwanaume yule anampenda kwa sehemu, alikuwa na akili. Akiona mke wake yuko sokoni kuchakalika, anamwambia, mama, naomba leo niachie sabuni ya usafi, nataka nifanye usafi hapa nyumbani. Atafanya usafi, atafua paka nguo za mke wake, atasafisha. Walikuwa hawana mtoto mkubwa, wako peke yao. Atasafisha, atadeki, atafanya nini. Mwanamke yuko kutafuta. Akimaliza kutafuta, anamfuata, mke wangu, naomba nisaidie, nisikusumbue, nimeona nifuate mboga. Wewe endelea, usipoteze wateja. Ndoa yao ilikaa, nakwambia, ilipendeza. Yani ilipendeza. Japo kwa mawifi hawakuielewa. Usitake ndoa ifanane na mawifi. Mawifi, mashemeji hawafanani na huyo mwanaume wala mwanamke. Wewe hujui wazazi wenyewe anazaa mtoto mmoja, anasema huyu ana akili. Lakini hili lijinga. Sasa hilo lijinga likaishi na mtoto wa watu. Unategemea ataishi kwa akili gani? Wewe mama unajua mtoto wako ni mjinga. Anaenda kuolewa, anaenda kuoa. Yule anayeishi naye anatakiwa kuwa na akili ya ziada ya kumsoma na aishi vile alivyo, ili kwamba waweze kuchukuliana. Kwa hiyo mimi nakuombea neema kwa Mungu pamoja na ugumu wa ndoa. Usiangalie dunia inaendaje. Mfumo umevurugika. Maji taka na maji masafi yanaingiliana kwenye ndoa. Kwa hiyo kajifunze wewe kumjua mume wako, kajifunze kumjua mke wako. Utakapomjua mke wako, ukapomjua mume wako, kava lile eneo, kamfae lile eneo. Utakapomfaa, hakuna atakayewa bandua kwenye hiyo ndoa. Amani ya Kristo iwe na ninyi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ninakukaribisha tena YouTube kwa ajili ya kuendelea kujifunza na kusubscribe ili uendelee kupata mafundisho mengi. Bishop Nyisaki kutoka Shalom Gospel and Deliverance. Ubarikiwe na Bwana Yesu.